Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, amesema kuanzishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ni miongoni mwa hatua za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha misingi ya utawala bora, uwajibikaji na usimamizi wa haki kwa kuzingatia sheria. Ameyasema hayo huko hoteli ya Madinatul Bahar katika maadhimisho ya miaka 24 tangu kuanzishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar. Kuanzishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ni matokeo ya dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuimarisha utawala wa sheria na kuhakikisha mgawanyo sahihi wa madaraka na majukumu kati ya taasisi mbalimbali za haki jinai. Hatua hii imeimarisha misingi ya utawala bora, uwajibikaji na usimamizi wa haki unaozingatia sheria. Ni ukweli usiopingika kwamba hakuna maendeleo endelevu bila ya amani na hakuna amani ya kudumu bila kuwepo kwa utawala wa sheria. Mfumo wa haki jinai unaofanya kazi kwa ufanisi ni nguzo muhimu ya kulinda haki za wananchi, kuimarisha imani ya jamii kwa taasisi za dola na kujenga mazingira salama ya uwekezaji na maendeleo ya uchumi. Pia mfumo huo unatoa mchango mkubwa katika mapambano dhidi ya uhalifu wa aina mbalimbali ikiwemo rushwa, dawa za kulevya, uhalifu wa kimtandao, uhujumu uchumi, utakatishaji wa fedha haramu pamoja na vitendo vya ukatili na udhalilishaji dhidi ya wanawake na watoto. Serikali itaendelea kuimarisha taasisi zake ili ziwe na uwezo wa kukabiliana ipasavyo na changamoto hizi zinazobadilika kila siku. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kuipa kipaumbele sekta ya sheria na haki ili kufikia malengo ya Dira ya Maendeleo ya Zanzibar ya 2050 ambayo imeelekeza katika ukurasa wa 31 kwamba kuwepo mfumo madhubuti wa haki jinai na haki madai na miundombinu imara ya upatikanaji wa huduma za kisheria kwa wote chini ya mifumo imara ya kimahakama. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar Mgeni Jailani Jecha amesema ofisi hiyo itaendelea kuhakikisha haki inatendeka kwa kuzingatia maslahi ya umma, uwazi na uwajibikaji katika utendaji kazi wa majukumu yake. Mageuzi ya kidijitali kwa kuzingatia hali kauli mbiu ya mwaka huu, afisi imeendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia ili kusogeza huduma karibu zaidi kwa wananchi. Hatua muhimu iliyofikiwa ni kukamilisha kwa mfumo wa kidijitali wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya wananchi. Mfumo huu utawezesha wananchi kuwasilisha malalamiko yao kwa njia ya mtandao popote walipo na kupata majibu kwa haraka, kwa uwazi, kwa urahisi na wepesi zaidi. Mageuzi haya yanalenga kuongeza uwazi katika utoaji wa huduma, kupunguza urasimu na muda kushughulikia malalamiko, kuimarisha uwajibikaji kwa watendaji, kuwafika wananchi wengi zaidi bila vikwazo vya umbali. Aidha, afisi imeanza safari ya mageuzi ya kidijitali yanayolenga kuendesha mashtaka kwa mfumo wa kidijitali. Mageuzi haya yanaendana na maono ya serikali ya kujenga uchumi wa kidijitali na kuboresha huduma za umma kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Dr. Haruna Ali Suleiman amesema ipo haja ya kuimarishwa ushirikiano baina ya taasisi zinazosimamia sheria ili kuongeza ufanisi na kuhakikisha wananchi wananufaika na huduma za haki. Kuna taasisi zetu zimetajwa hapa. Zimetajwa ZAICA, mapambano ya dawa za kulevya, polisi, ofisi ya mwanasheria mkuu na mahakama. Kuna haja kujenga mashirikiano makubwa sana taasisi, mheshimiwa. Kuna kila hali. Na bahati nzuri ukiacha hii mapambano ya dawa za kulevya, lakini zote hizi nyingine ziko chini ya ofisi yetu ya Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Na mimi ndo waziri kwa sasa hivi. Na hata hii taasisi yetu ya mapambano ya dawa za kulevya, mimi ni mjumbe wa kamati yako. Nadhani mkurugenzi mkuu unajua hivyo. Na inshallah tunaendelea kufanya kazi kamati yako iwe nzuri zaidi inshallah. Katika maadhimisho hayo, jumla ya miongozo 5 ya kisheria imezinduliwa pamoja na mfumo wa majalada na mfumo wa ongea na DPP, hatua inayolenga kurahisisha utendaji kazi na kusogeza huduma za kisheria karibu zaidi na wananchi. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu,
Pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.